badala ya kutumia mifuko hii ya dukani, sometimes unaweza ukatumia mifuko hii ya sukari ambayo inapatikana tu katika mazingira yetu. Unaiokota hii mifuko kama mnavyoiona, mifuko ya sukari ambayo imeshatumika. Kwa hiyo badala ya kuacha inazagaa mtaani, unaweza ukaiokota kama hivi. Alafu baada ya hapo unaiosha, kwanza unaichana huku juu kwa ajili ya kupata uwazi kama hivi. Ukishaichana unaitia kwenye ndoo la maji au kwenye chombo chote kile ambacho kina maji, unaiosha kama hivi. Unaiosha vizuri kuhakikisha kwamba hakuna chumvi chumvi au sukari ambayo inapatikana humo ndani. Baada ya kuiosha hivi vizuri, kinachofuata sasa, huu mfuko unatakiwa uchane huku kwenye kitako huku. Unaichana sehemu ambazo maji yataweza kupita. Kwa maana ya kwamba ukishatia udongo kwenye mfuko, ukishaweka udongo kwenye mfuko, kumbuka udongo utakuwa unamwagiliwa. Kwa hiyo usipochana huku chini, ina maana kwamba utasababisha maji yatuame humu ndani. Maji yakishatuama humu, utakuwa umetengeneza makazi ya bakteria, kwa sababu maji yatakuwa yanatuama, yatashindwa kutoka huku chini. Kwa hiyo unachokifanya, unachana, unatengeneza vikreki vidogo vidogo huku chini kwa ajili ya kupitisha maji ambayo yatakuwa yanatuama kwenye udongo yasikae kwenye mfuko. Kwa hiyo hii ni njia nyingine ya kupata mifuko. Nafikiri mifuko imezagaa mtaani. Unaweza kufanya hivyo pia kwa ajili ya kuoteshea mapeke yako. I think hiyo ni njia nzuri kabisa ya mifuko, kwa sababu mifuko hii unaiona hapa ni gharama. Kwa hiyo ili kukwepa gharama, sometime unaweza ukatumia mifuko ya sukari pia, inaweza kusaidia, kama ambavyo mtaona kule kwa mbali. Ile kule inaonekana pale. Mifuko ya sukari pia inatumika kwenye zoezi hili, kama ambavyo mnaona hapo. Tumeoteshea humu na mapeke yameshaota baadhi, japo kwa sio yote, kama mnavyoona peke hilo hapo. Kwa hiyo kwa watu ambao hawana pesa ya kununua vile viriba vya dukani, wasiwe na kisingizio cha kusema kwamba eti sina pesa ya kununulia viriba. Unaweza ukatumia tu mifuko hii ambayo tunaokota tu mtaani, ukaijaza udongo, ukaweka mapeke yako, basi maisha yakawa yanaendelea kama hivyo na mambo yakawa mazuri tu. Cha msingi cha kuzingatia ni udongo ambao utautumia. Kwa hiyo baada ya kuvikata huku chini, itakuwa na muonekano huu. Kwa maana kwamba ukikata hivi, maji hayawezi kutuama kwenye mfuko huu, kwa sababu utakuwa umeshatengenezewa njia ya kutokea. Hawezi kukaa tena kwenye mfuko. Mnaona hapo vizuri. Kwa hiyo ukishakata hivi sasa, hatua inayofuata sasa ndo utakuwa unajaza udongo sasa kwenye hiki mfuko. Unajaza udongo wako, udongo ambao una mchanganyiko wa mbolea, kwa maana ya samadi pamoja na ule udongo wa msituni. Kama nilivyosema katika video iliyopita, unatakiwa uweke udongo wa msituni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mche wako unatoka ukiwa na afya nzuri kabisa. Sisi hapa kwenye nasari yetu, udongo ambao tunatumia ni udongo wa msituni na udongo ambao una mbolea umetibiwa vizuri kabisa, kuhakikisha kwamba mche utakaotoka basi utoke ukiwa na afya nzuri kabisa.
Hapa sasa mtaona mfano wa viriba vyetu ambavyo tumevitumia vya mifuko ya sukari, ni jinsi gani inafanya vizuri tu kama mifuko mingine. Hapo mnaouona huo ni mche wa mparachichi ambao tayari tumeshaubadilisha kutoka kwenye mche wa kienyeji kwenda katika mche wa kisasa. Umefanya vizuri kabisa, na kwa sababu tunafanya kazi hii kitaalamu, mtaona tayari huo mche tayari umeshatengeneza maua, kwa maana ya kwamba hapo ulipo uko tayari kubeba matunda. Japokuwa huwa haturuhusu kubeba matunda kwa sababu bado ni mdogo, lakini tayari una uwezo huo wa kubeba matunda. Kama mnavyoona, hayo ni maua ambayo ndiyo matunda yenyewe. Yaani katika mche wa mparachichi maua ndiyo matunda yenyewe. Kwa hiyo mifuko hii inafanya vizuri tu kama mifuko hii ya dukani, haina tofauti yoyote. Kwa hiyo kama wewe unaona kwamba mifuko ya dukani ina gharama, basi ni vema ukitumia tu mifuko hii ya kawaida ambayo inapatikana tu katika mazingira yetu, na ukafanya kazi yako ya kuotesha miche ya parachichi bila wasiwasi wowote, bila hofu yoyote, na ukaweza kupata manufaa mazuri na mazao mazuri kama hivyo ambavyo mnaona hapo. Kwa hiyo ni waondoe hofu wale ambao wanadhani kwamba mifuko hii inaweza ikawa na changamoto yoyote. Haina changamoto, cha msingi ni kuzingatia tu maandalizi kama ambavyo nimewaelekeza. Iandae vizuri, lakini pia udongo ambao utakaotumia basi uwe ni ule ambao umeandaliwa vizuri, na matokeo mtayaona kama hayo. Matokeo ni mazuri tu. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji huduma hii ya miche, basi wanaweza wakawasiliana na mimi nikawapatia miche hii ambayo imeandaliwa kitaalamu kabisa na inafanya vizuri, haina hofu yoyote. Na kwa watazamaji ambao mnanifuatilia katika chaneli hii, kwa wale ambao ni watazamaji wa awali ambao bado hawajanisubscribe, basi niwaombe mbonyeze kitufe cha subscribe ili muweze kupata miendelezo ya video hizi ambazo nitakuwa naziandaa na kuwatumia katika akaunti yangu. Basi kwa leo naweza kusema niishie hapo, na niwaombe tu mfanye hivyo nilivyowaomba, na kama kuna swali, kama kuna maoni, basi mnaweza mkaniandikia hapo kwenye comment section, na ninawaahidi nitawajibu kwa wakati. Na pia wale ambao wana mawazo, mchango wa mawazo, una chochote, basi tunaweza tukawasiliana kwa kuandika hizo comment hapo chini. Kwa leo niishie hapo, niwatakie kila laheri na muwe na siku njema.